nini maana ya deni au madeni yakiwa ni mengi sasa? Nini maana ya mkopo na nini maana ya madeni? Kwa hiyo leo nataka nisogee tena mbele kidogo. Kwa nini watu wanaingia kwenye madeni? Kwa nini watu wanaingia kwenye madeni? Ni somo ambalo natamani uweze kulidaka likusaidie. Kwa sababu kuna aina ya maisha ambayo unaishi kwa sababu ya kuingia kwenye madeni. Na jana nilisema ya kwamba kukopa sio dhambi, wala kuwa na mkopo sio vibaya. Hiyo sio vibaya kabisa, inaruhusiwa kabisa kabisa bila shida. Kukopa sio dhambi. Ambacho kinaleta shida ni kukaa kwenye madeni, na nikasema kwamba deni ni zao la kutoka kulipa mkopo. Unapokuwa umekopa ukavunja makubaliano mliokubaliana, muda ukaisha, unajikuta kwamba unaanza kuingia kwenye deni. Linakuwepo deni la kwanza, baadaye la pili, la tatu, mwisho wa siku unajikuta kwamba wewe ni mtu wa madeni. Na ndiyo maana tunaposema kwamba umekopa sio shida, wala kwenda kukopa sio shida. Issue ni kwamba, je, una madeni? Hicho ndicho ambacho ni kibaya, na hiyo ndiyo roho ambayo tunatakiwa tuishughulikie ili uweze kubaki salama. Kwa nini watu wanaingia kwenye madeni? Kwa nini watu wanaingia kwenye madeni? Zipo sababu 5 ambazo zinawafanya watu waingie kwenye madeni. Zipo sababu 5, na jioni ya leo tutaziangalia kwa undani zaidi. Sababu ya kwanza ambayo iko hapo ni tamaa ya fedha. Kuna baadhi ya watu wameingia kwenye madeni kwa sababu ya tamaa ya fedha. Lakini sababu ya pili ni kufuata mkumbo. Umeona fulani amekopa na wewe unaenda kukopa. Wala ambao labda mmekaa sehemu moja au mko nyumba moja mmepanga, unasikia chinga amekuja, jirani yako amekopa sufuria, hukuwa na mpango wa kukopa na unasema nikopeshe sufuria. Kwa unajikuta unaingia kwenye madeni ambayo hayana sababu kabisa, kwa sababu umefuata mkumbo. Lakini sababu ya 3, kushindwa kuridhika na hali yako ya muda huo. Hali ambayo unayo kwa muda huu unashindwa kuridhika nayo. Kuna baadhi wameingia kwenye madeni kwa sababu ameshindwa kuridhika na hali aliyonayo, anajikuta ghafla anaingia kwenye madeni. Bwana tusaidie sana. Lakini sababu ya 4, kuishi maisha ambayo hana. Hii tunaisha kama maisha ya maigizo. Yaani hajafika viwango vya maisha fulani, anataka ayaisha hayo maisha ambayo hana kabisa. Hana kabisa. Yeye anataka hayo maisha ndio yaishi. Na mwisho wa siku, kwa sababu anataka aonyeshe watu kwamba mimi ni somebody, mimi nimo, wanajikuta kwamba naanza kuingia kwenye madeni yasiyokuwa na, anaanza kuingia kwenye madeni au anaanza kuingia kwenye mikopo isiyokuwa na tija. Lakini pia jambo la 5, uwepo wa fursa ya kukopa. Nayo ni changamoto ambayo imewapelekea wengine wameingia kwenye madeni. Anaona kwamba ameenda labda kwenye vikoba, kwenye chama, labda watu wamekopa fedha zikabaki. Anasema hizo nipeni tu mimi hizo. Nipeni tu mimi hizo. Kwa hiyo huyu mtu ametoka nyumbani akiwa hana dhamira ya kukopa. Lakini kwa kuwa kuna fursa ya kukopa, anajikuta anaingia kwenye mkopo. Sasa nataka nikupeleke kipengele kimoja baada ya kingine. Kipengele cha kwanza, tamaa ya fedha. Tamaa ya fedha. Tamaa ya fedha. Na hii nataka nikufundishe kibiblia kabisa. Nikufundishe kibiblia. Angalia kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:10. Timotheo wa kwanza 6:10, maandiko yako wazi kabisa na yanaeleza wazi. Ona, tamaa ya fedha. Maana shina mojawapo la mabaya ya kila namna ni kupenda ugali.
Bwana tusaidie sana. Si ndio hivyo ni kupenda ugali, ni kupenda chips mayai, ni kupenda nguo. Maandiko nasemaje? Ni kupenda fedha. Maana shina mojawapo la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hatukatai kutafuta fedha, na maandiko hayakatai mtu anayetafuta fedha. Isipokuwa ile hali ya kupenda fedha inaweza ikakupelekea kwenye maovu, inaweza ikakupelekea kwenye shida, na ndio maana unajikuta kwamba unaanza kuingia kwenye mikopo. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna fulani unaipenda fedha kupindukia. Na wengine wameingia kwenye tabia mbaya, wameingia kwenye wizi kwa sababu ya nini? Ya kupenda fedha, na wala sio kitu kingine. Wengine wameingia mpaka kwenye uzinzi kwa sababu ya kupenda fedha tu. Wanauza miili yao kwa sababu ya kupenda fedha tu. Na ndio maana shina mojawapo la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Bwana tusaidie sana. Nasemaje? Ambayo wengine hali wakitamani hiyo hali gani? Hali ya kupenda fedha. Wakiwa wakitamani hiyo hali ya kupenda fedha, wamefarakana na imani. Kuna watu ambao wameshindwa kutembea katika imani kwa sababu ya kupenda fedha, lakini maandiko yanasema na kujichoma kwa maumivu mengi. Wamejikuta wanaingia kwenye maumivu makali kwa sababu ya kupenda fedha. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu ya kupenda fedha amejikuta nafsi yake mpaka inakonda, amejikuta ana maumivu ambayo kila kikumbuka machozi yanamtoka, amejikuta amepoteza utu wake, amepoteza vitu kwa sababu tu ya kupenda fedha. Na ndiyo maana mojawapo ya kitu ambacho kinamuingiza mtu kwenye mikopo ni tamaa ya fedha, ni tamaa ya fedha. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Angalia kipengele kinachofuata hapo, unaweza ukaona wamefarakana imani yao kwa sababu ya kupenda fedha, wamepata maumivu makali na mengi. Kwa maana nyingine, kuna maisha ya maumivu ambayo mtu ameyaishi kwa sababu ya mikopo au kwa sababu ya madeni. Alipenda fedha na ile fedha hajatafuta, sio ya kwake, ameenda kuikopa tu. Amekopa milioni kadhaa na amezitumia tu isivyopaswa, zikavurugika, zikaharibika. Anajikuta ghafla anakuwa na maumivu makali. Kila kikumbuka anasikia mpaka moyo unadunda, moyo una maumivu makali. Kwa nini? Kwa sababu ya matokeo ya kuwa na mikopo. Bwana tusaidie sana. Naomba nikusogeze kipengele kingine tena. Namba 2, kwa nini watu wanaingia kwenye madeni? Jambo la kwanza nimesema ni kwa sababu ya tamaa ya fedha, lakini kitu kingine ambacho kinawaingiza watu kwenye madeni ni kufuata mkumbo. Anakopi kwa wenza, anafuata mkumbo. Angalia kwenye Wakorintho wa kwanza 15:33, tafsiri ya Swahili Union Version. Wakorintho wa kwanza 15:33, uzuri uko kwenye screen hapo. Maandiko yanasemaje? Msidanganyike, msidanganyike. Usije ukajidanganya hata siku moja. Nisaidie kumwambia mwenzako usije ukadanganyika. Kazi ya shetani, shetani ni mwongo. Shetani anakudanganya. Na ndio maana Paulo anasemaje? Anawaambia Wakorintho, msije mkadanganyika hata siku moja. Angalia, ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Na angalia jinsi ambavyo ulikuwa ujawa na kampani mbaya. Ulikuwa ni mwoga wa mikopo. Ulikuwa unaogopa kwenda kukopa. Lakini ulipoingia kwenye mkumbo wa watu ambao hawaogopi madeni, anaanza kukuambiaje? Wewe usipokopa, wewe mtu gani una madeni? Ushakusikia tu namna hiyo. Anasema kabisa waziwazi kwamba wewe unaishije bila madeni. Kwa hiyo aina ya watu ambao unakuwa nao wanaweza wakakuingiza kwenye mikopo
na mwisho wa siku ukashindwa kulipa mkopo, ukajikuta unatembea kwenye madeni. Mungu akutenganishe nao watu katika jina la Yesu. Ndio maana anasemaje, msije mkadanganyika hata siku moja. Ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Ulikuwa na tabia njema ambayo sio mikopo, sio kupenda mikopo, lakini kwa sababu kuna aina ya watu umeambatana nao, wanakushawishi, twende tukakope SACCOS, twende tukakope benki, twende tukakope makampuni gani, Finka, twende tukakope taja kausha damu, twende tukakope. Yaani hauni shida, unadhania kwamba ile fedha ni kuchukua tu kana kwamba ni ya kwako. Yaani kuna wengine mikopo imekuwa kama vile anaenda kuokota maembe juu ya mwembe. Wanaokota tu Finka, wanachukua kausha damu, wanachukua benki, wanachukua hii, haogopi hata kuogopa. Kwa nini? Aina ya watu ambao anashirikiana nao. Kwa hiyo ili uweze kutoka kwenye madeni, lazima ukate ile chain ya aina ya watu ambao mnashirikiana nao. Aina ya marafiki ambao ukishaona na marafiki ambao wanapenda kwenda kukopa, unakuwa na wewe utakuwa mkopaji tu. Kwa lazima hiyo chain kwanza uivunje. Ukae na watu ambao hawawezi kwenda kukopa. Hata kenda kukopa, anaenda kukopa akijua kwamba hiki na kikopa nitakirejesha kwa muda fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia, twende mbele tena kidogo. Unaiona hiyo picha hapo? Inaweza ikakupa picha fulani. Hiyo picha inaweza ikakupa picha fulani. Ona. Ukiangalia haya matunda ya kwanza hapa. Sawa Hili tunda lilikuwa liko vizuri sana. Liko vizuri tu. Hili hapo tunda. Tunda ambalo lilikuwa ni baya ni hili hapa. Sawa? Hilo ndio lilikuwa baya hilo. Unaweza kunipa ile point ya drums pale. Ile ndio ilikuwa mbaya hiyo. Sasa kwa nature ya somo ambalo tunalo, tunaweza tukasema ya kwamba hilo ambayo limeshaoza ni yule ambaye anapenda mikopo. Tumeelewana Anapenda nini? Mikopo, anapenda mikopo. Yule ambaye anapenda mikopo huyu ni yule ambaye anapenda mikopo. Yaani yeye chochote leta. Wameleta vyombo wanakopesha, leta. Mabegi wanakopesha, leta. Viatu wanakopesha, leta. Wewe unakuwa ni leta. Asubuhi leta. Mchana leta. Huyu hapa. Sasa ameshaharibika, ameshakuwa na madeni, ameshamjaa. Na huyu hapa anakuja anakuwa rafiki wa huyu hapa. Yeye alikuwa yuko vizuri. Alikuwa ni mwoga wa madeni. Alikuwa ni mwoga, akikopa ile mtu anarudisha. Lakini angalia, baada ya kuwa ameambatana na huyu, umeona kidogo anaanza naye kufanyaje? Anaanza kufanana, anaanza kuharibika ili afanane na huyu hapa. Kidogo anaanza kuharibika. Ona kinachokuja kutokea. Huyu naye anaanza kubadilika na kauli. Madeni hayaui. Umeona? Mikopo, kwani mikopo kitu gani bwana? Usinibabaishe, nitakupa kesho. Ameshakuwa sugu. Yaani hata mtu akija kumgongea odi, mama fulani, umefanya nini? Hela yangu ya dagaa. Tena ukome kuna kuja jua limewaka. Unakuja jioni. Mimi asubuhi naitoa wapi? Unaona? Huyu naye ameshaanza kufanyaje? Ameshaanza kuharibika kidogo. Aina ya usemi unaanza kubadilika. Na mnaanza wajibu watu inaanza kubadilika. Lakini mwanzoni mtu akikopa, mtu akifuata fedha, alikuwa anaenda kumjibu kwa unyenyekevu. Hata kama hana, anasema ndugu yangu, hebu nivumilie kidogo. Nisaidie nivumilie kidogo. Muda si mrefu nitakulipa. Au njoo uchukue kesho. Leo kwa kweli siko vizuri. Lakini baada usinibabaishe. Kwani nini bwana? Usinibabaishe. Lakini asikubabaishe na kati hela ni ya kwake. Asikubabaishe na kati mali ni ya kwake. Amekukopesha wewe. Alafu unasema usimbabaishe kweli. Alafu unaingia naye unaanza kugomba. Ndio maana wengine wamekuwa ni waongo. Ukifika level hapa uogopi chochote. Ndio sasa hivi unajua mimi siogopi nyao. Aje tu nimejipanga. Umejipanga ni kwa maneno mabaya tu. Kwa hiyo unapokuwa umejiungamanisha na huyu hapa, uwe na uhakika kwamba muda si mrefu
na wewe utakuwa kama yeye. Mwanzoni ulikuwa unamhurumia, lakini na wewe unaanza kuwa na tabia kama za huyo, na madhara yake ni nini? Unajikuta muda si mrefu unafanana na huyo. Na ndio maana nasema being too close to the wrong people can learn you. Unapokuwa umejiungamanisha na watu wasio sahihi, na wewe unaweza ukaribikiwa muda si mrefu. Ndio maana tukiangalia picha inayofuata ndio hiyo hapo. Do not be deceived. Usije ukajidanganya. Bad company corrupt good more. Tunaelewa unapendwa? Usije ukajidanganya. Kampani mbaya, marafiki wabaya wanaweza wakaharibu tabia njema uliyokuwa nayo, tabia njema uliyofundishwa na wazazi wako, tabia njema uliyofundishwa kwenye jamii yako. Unajikuta unaharibika. Kwa nini? Kwa sababu huyu hapo. Ngoja nikuulize swali. Kati ya hawa, huyo ambaye hajaanza kuharibika na ambaye ameanza kuharibika, kipi kinanukia? Mnijibu tu kwa sauti. Okay, angalia. Ukiangalia hapa. Ukiangalia hapa, kipi ambacho kina ukiingia tu kwenye huu mti hapa, utakutana na harufu mbaya au nzuri? Mbaya, sio hivyo? Mbaya. Ndio maana ni rahisi sana tabia mbaya kuharibu tabia nzuri. Ni rahisi sana. Ni ngumu sana tabia nzuri kumvuta mtu mwenye tabia mbaya. Lakini mwenye tabia mbaya ana ushawishi wa hali ya juu sana. Ni rahisi kuharibika mno. Kwa sababu gani? Huyu anakuwa ni mwalimu, anakufundisha hata namna ya kuzungumza, kwamba anayekudai akija useme namna hii, anakupa na misamiati, anakuwekea maneno mdomoni na wewe unakubali, unaanza kuyatoa. Mwisho wa siku yale maneno yanakuwa ni ya kwako na wewe unaanza kuyatoa bila wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu umeshaanza kuharibika. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Angalia kitu kingine hapa. Umeona, ukiangalia huyu jamani ni mchafu. Yaani mikono yake ni mikopo tumejaa. Huyu. Kulingana na somo ambalo tunalo sasa. Ukimgusisha tu hata kidogo, unaona jinsi ambavyo huyu ameshaanza kuathirika kidogo. Unaona anavyoanza kuathirika. Na yeye unaona ghafla huu uchafu ambao uko hapa unaanza kuingia kidogo, na mwisho wa siku mikono yake inakuwa ya namna hii. Ndivyo ambavyo tabia inavyoingia kwa mtu. Haingii kwa wakati mmoja tu, inakuwa inaingia kidogo. Unaanza unakopa 100,000 unarudisha kwa wakati. Unakopa 1,500,000 unachelewa siku 2. Unakopa 200,000 unaanza kuchelewa mwezi mmoja, inaingia kwenye madeni. Mara baada hapo inaanza na kuongezeka. Ilikuwa 200,000, 300,000, ilikuwa 300,000, 400,000. Kwa nini? Kwa sababu ulianza kidogo. Na ndio maana hautakiwi kuishi kwenye madeni. Kukopa ni sawa, unaweza ukakopa, lakini hutakiwi kuishi kwenye madeni, kwa sababu ni kosa kubwa sana. Bad company corrupt good more. Wakorintho wa kwanza 15:35. Tabia mbaya inaharibu. Marafiki wabaya au uliojiunganisha wabaya wanaharibu tabia nzuri uliokuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusogee kidogo tena. Tunaingia namba 3. Tunaingia namba 3. Namba 1 nimesemaje? Tamaa ya fedha imewaingiza watu kwenye madeni. Namba 2, kufuata mkumbo. Sasa tunakuja namba 3, kushindwa kuridhika. Angalia kwenye Yakobo 1:14 hadi 15. Yakobo 1:14 hadi 15. Maandiko yanasemaje? Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa.
Umeona vitu viwili eh? Jambo la kwanza, anavutwa na nini? Anavutwa na watu ambao wana hiyo tabia ya kukopa, lakini pia wanaanza kumdanganya, utalipa tu. Nikwambie, utakuwa unatuza kidogo kidogo hivi, utalipa tu. Wewe chukua sufuria seti nzima, chukua dinner set ya 150,000, utalipa tu. Sasa wewe ukipiga mahesabu na unakubana utalipa ndani ya mwezi mmoja, unasema ndio. Ukipiga mahesabu kipato chao ndani ya mwezi mmoja, hiyo 150,000 hauna, hiyo 250,000 hauna. Lakini kwa kumekana mtu ambaye ameshazoea madeni, anakwambia wewe utalipa tu, na ukiona haujakamilisha unajisogeza siku mbili, mwezi mwingine tu, wala akufungi. Anakudanganya. Ndio maana anaanza kukudanganya hapa, anakuvuta, unavutika, halafu anaanza kukudanganya kidogo kidogo, na wewe unaingia kwenye huo uongo, kwenye huo udanganyifu. Ukishaingia kwenye udanganyifu, unasema na mimi ni pepo tu, hiyo dinner set nzima ya 250,000 unabeba unaweka ndani. Takuwa ni tanzi kwako. Bwana tusaidie sana. Naomba tusogee mbele kidogo. Wow. Namba 4, kuishi maisha ambayo hauna. Unaanza kuishi maisha ambayo hauna kabisa. Unaishi maisha ambayo hauna, maisha ambayo sio ya kiwango chako, maisha ambayo sio ya kwako. Angalia kwenye Timotheo wa kwanza 6:8-9. Timotheo wa kwanza 6:8-9. Maandiko yanasema hivyo, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Nimesema kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye madeni kwa sababu wanaishi maisha ambayo hawana. Tunasema kwamba ni maisha ya kuigiza. Tunaelewana eh? Maisha ya kuigiza. Ulishawahi kuona ni kijana amechomekea kwenye lukusi yake hapa, ameweka funguo ya gari na gari hana? Ulishawahi kuona eh? Yeah. Anatuma ujumbe gani? Anatengeneza ujumbe, anamiliki, anakati ana gari, sio hivyo? Yeah. Unakuta ana mafunguo mengi hapo, tazama kwamba na ofisi 5. Kumbe ufunguo unaotumika ni huu mmoja, ukiingia kwenye kachumba kake huu kufuli moja, lakini funguo hizo nazo utadhania anamiliki ofisi 5 au 7, zinaenda zinaninginia tu hapa. Yeah. Kuna watu wa namna hiyo. Ni kwa nini? Angalia, yani anaishi maisha ambayo ni fake life, maisha ambayo sio ya kwake. Angalia, anasema lakini hao watakao kuwa na mali huangua katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana. Angalia, zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Kwa hiyo unaangalia maisha ambayo ni fake, yatakupeleka kujizuru. Unajizuru kwa namna gani? Hauna hata amani, huna hata furaha, maisha yako yanakuwa ni dhiki kila kunapokucha, lakini pia unaingia kupotea na unaharibika, tabia yako inaharibika. Ulikuwa na tabia nzuri, tabia inaharibika. Ulikuwa na majibu mazuri, majibu yanaharibika. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya maisha ambayo umeyachagua, maisha fake life. Bwana tusaidie sana. Nakumbuka nilikuwa nafundisha vijana, kulikuwa na kongamano la mahusiano. Nikasema hivi, Sulemani aliwahi kusema hivi, heri kuchagua hekima kuliko fedha. Tunaelewa mapendwa eh? Heri kuchagua hekima kuliko nini? Fedha. Okay. Nikawambia tena kitu kingine, ya kwamba maandiko yanasema hivi. Nilikuwa naambia vijana kwamba enyi wanaume muishi na wake zenu kwa akili. Sawa eh? Tunaelewana eh? Aha, nikawambia mabinti, nikauliza mabinti, hivi mabinti, ikitokea kijana amekuja anaonekana ana fedha,
na kijana mwingine akaja kwa wakati wa fedha ila na akili, mabinti wataenda wapi? Kwenye fedha, si ndio hivyo? Kwenye fedha, si ndio hivyo? Yeah. Lakini je, kule wataishi? Wataishi? Hawataishi. Kwa nini? Kwa sababu fedha hazitumiki kwamba wanandoa waishi. Ila hekima na akili za kiungu ndizo ambazo zinasababisha wanandoa waishi. Tunaelewana wapendwa? Na ndio maana ukiangalia kwamba kwa sababu ya kufeki maisha, yaani mtu anaingia kukopa ili aweze kufeki, yaani anaingia kukopa ili awe na gari na wakati hajafika viwango vya kuwa na gari, anaingia kukopa ili anunue pikipiki lakini viwango vya pikipiki bado hajawa navyo. Yeah. Unaona, mwingine anaingia kukopa ili akasuke, anaingia kukopa akanunue nguo. Kwa mwisho wa siku anajikuta kwamba anatembea katika maisha ya kufeki, na maisha ya kufeki ni tanzi, kwa sababu sio wewe, sio wewe, unafeki maisha ambayo hauna, na matokeo yake au madhara yake unajikuta unaanza kuingia kwenye kukopa, unaingia kwenye mikopo, una mwisho wa siku unadumbukia kwenye madeni kwa sababu unafeki maisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeah. Kuna baadhi ya watu wanafeki maisha, maisha yao ni feki kabisa. Yeah. Yeah. Yuko lazi, anaenda ananunua hata samaki wa 15,000 na wakati wa uwezo ni hana, ni uwezo wake bado ni wakula furu na dagaa, lakini anaenda na kopa imepita sato 15,000. Wewe hiyo sato weka hapa, nakupa hela kesho hela ipo, anakupa, anajua hela kesho ipo, lakini moyoni mwake anajua kabisa hela hana, na hajua ataipata wapi. Matokeo yake anaingia kwenye deni ambalo hakuwa ametegemea. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuishi maisha fake, inamvuta. Oh, Bwana tusaidie sana. Angalia kitu kingine hapa, wengine wanakopa. Jambo la 5, wengine wanakopa kwa sababu kuna fursa ya kukopa. Anakopa kwa sababu kuna fursa ya kukopa. Kwenye vikundi au kwenye vyama, hela ipo, nipe. Kwa sababu nafursa ya kukopa, nakopa tu, na hana pa kuipeleka. Na unaweza, kuna ndugu mmoja yeye kumuuliza, sasa wewe umechukua hiyo hela unataka kuifanyia nini? Anasema yani, mimi nataka tu niwe naishikashika tu. Yaani hao naishikashika tu. Tena kana tafuta 10,000 zile mpya, anazishikashika tu, zile zinanukia tu. Yeah, huyu ana changamoto. Muda si mrefu anaanza kudosola kadogo, ananyofoa, anaenda kununua kilo 1 ya nyama. Anaanza kujifariji, inakaribia miezi 2 sijara nyama, ngoja nikanunue kilo 1 ya nyama. Mara baadaye mwenye nimtumie mama yangu, na yeye akajipongeza, nunue mbuzi aichinja ile kabisa. Angalia, unakopesheka mpaka wakopaji wanakubembeleza. Sawa uwepo wa fursa ya kukopa. Kwa hiyo ukiwa na fursa ya kukopa, kuwa makini sana, kwa sababu unaweza ukaingia kwenye madeni kwa sababu una fursa. Na wale wakopeshaji wakishajua kwamba una fursa, yaani wewe unakopesheka huko vizuri, wanakuja kwako, wanakupa mipango na mikakati na plani nzuri tu. Kopa hii hela itakusaidia, kopa hii hela utafanya hivi na hivi, kopa hii hela umalizie kujenga nyumba yako, kopa hii hela ufanye hivi na hivi, kopa hii hela ufanye hivi na hivi. Lakini ukiangalia ni kwa sababu tunakopesheka, kuna fursa ya wewe kukopa, unajikuta unadumbukia kule kwenye mkopo, na mwisho wa siku unaanza kuhangaika kulipa hela ya watu. Lakini kitu kingine au jambo la 3, umeajiriwa na unaambiwa ukope. Yaani bosi wako anakuambia, bwana hela ipo tu, ukopa, lipa kidogo tu, wewe kopa tu. Kwa sababu kwenye ajira unakopa tu, unakopesheka tu. Bwana tusaidie sana. Si kama tunaelewana wapendwa Yeah. Na ndio maana unajikuta kwamba matokeo yake yanakuwa ni magumu mno.
Angalia hiyo picha. Uwepo wa fursa wa kukopa. Angalia picha hii. Ukiangalia hii ni hela, dola, sawa? Hii ni nini? Ni hela. Huyu jamaa ameweka puani tu, inanusa tu. Sawa Kaika puani. Angalia huyu hapa ni wewe unayetenda kukopa kopa. Yaani ukishaona hela wewe unataka ikope. Ukishaona hela unataka ikope. Iko ngapi? Iko 10,000, leta hapa. Iko ngapi? Iko 100,000, leta hapa. Sasa angalia, uangalie chini unaenda kuilipaje. Matokeo yake nini? Macho yako yote yako kwenye ile hela, lakini namna ya kuilipa hujui. Yaani wewe unafurahia kuichukua, lakini kuirudisha hujui utairudishaje. Makosa makubwa sana. Na madhara yake ni nini? Huyu jamaa amedumbukia wapi? Ameifikia hiyo hela? Hajafikia. Kuna watu wengi wamedumbukia chini, maisha yao yamedumbukia chini kwa sababu ya mikopo. Mikopo imewaangusha chini, maisha yao yamekuwa ni magumu. Yaani mpaka mwingine akisikia odi anasikilizishia kwanza, hivi ni mdeni wangu au ni nani? Usiishi maisha ya namna hiyo. Au unamtuma mtoto, hebu kaangalie ni nani amekuja, afu juu niambie kabla hujaitika. Anaenda naangalia, afu watoto nao ni very innocent. Anasema mama ameniambia nije nikuangalie wewe ni nani. Mama ameniambia nije nikuangalie wewe ni nani. Kwa anarudisha jibu ni fulani. Si tunaona pendwa? Angalia, wamedumbukia shimoni hapa. Wamedumbukia. Ona, mimi jioni ya leo nimesimama kama huyu hapa. Nakwambia usiende kwenye mikopo isiyokuwa na tija. Umeona wewe unang'ang'ana tu. Yaani kuna mwingine niko nafundisha basi, yaani mchungaji sio amekosa kazi. Yaani anawaza tu kesho tunaenda kukopa. Yaani amekosa kazi huyu mchungaji. Amekosa kazi huyu. Mimi najua ni semina ya Pasaka, tuzungumze mambo ya kuzaliwa, mambo ya kufufuka kwa Yesu, nini na nini. Mateso ya Yesu. Unajua yanayo ni mateso eti. Mikopo ni mateso. Huyu jamaa anavutwa kabisa na koti lake. Usiende kwenye mkopo huo, acha. Usiende kwenye mkopo umiza, sika ushadamu, acha. Unang'ang'ana tu, niachie niende. Huyu jamaa kimwachia, anafanyaje hapo? Yaani anachukua huo mkopo anauchukua. Halafu anadondoka nao. Kuja toka huko kwenye ile shimo. Ndio anaanza tena kusumbua. Fulani ni una shilingi ngapi unisaidie? Wamenikaba mkopo huko, wamenikaba. Mama fulani nisaidie. Nimedaiwa, nisaidie. Wakati na kuvuta usiende. Ulikuwa umeziba masikio. Kuna baadhi ya watu wameziba masikio. Ukiwaambia kwamba hii mikopo inaumiza, anaziba masikio. Anajifanya ni kiziwi. Leo katika jina la Yesu usikie kwa jina la Yesu. Leo usikie kwa jina la Yesu. Angalia. Anang'ang'ana, usiende ndugu yangu, unaenda kupotea. Hii inaenda kukufirisi. Usiende utauza nyumba yako. Usiende utauza mali yako. Usiende utauza TV. Sasa sema kwani kitu gani bwana? Ndavitafuta, kwani si nivipanga havitafuta tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Matokeo yake ni nini? Huyu jamaa anakuja anadumbukia na anguko lake ni kubwa. Kuja atoke huku sio leo. Kuja atoke huku sio leo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na fursa ya kukopa. Hela ile pale anaiona. Lakini hii ni tanzi. Sio kila fedha unayoiona lazima uikope. Nyingine iache, sio fungu lako. Tunaelewa na wapendwa? Unakuta una mikopo 5. Hebu muulize mzako, hata wewe uogopi hata mikopo mingi jamani? Wewe uogopi? Ana mikopo kwa fulani, ana mikopo sehemu fulani, ana mikopo sehemu fulani. Yaani yeye kila wiki ni marejesho, ni mama marejesho. Kila wiki narejesha hapa. Ninarejesho. Kila mkikutana sauti yake ninarejesho. Mama tumemisi soda. Ninarejesho leo. Mama watoto sawa wanaza. Mama angalau utakaoa tumemisi. Ninarejesho leo.
Sasa mtoto kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni rejesho, akifuata hela ni rejesho. Mama kalamu imeisha, ni rejesho. Mama daftari, ni rejesho. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu amekuwa ni baba wa marejesho, amekuwa ni mama wa marejesho. Yeye ni kurejeshaga tu. Kila siku ni kukimbia kurejesha. Anakimbia kurejesha. Wengine wanakimbia kuwekeza, au unakimbia kwenye marejesho. Kwenye uwezo katoka. Kuna watu na wafaidisha na wanufaisha. Bwana tusaidie sana. Naona kuna wengine wananiangalia kama vile mapicha picha. Sawa, niangalie kama mapicha picha tu, lakini tutafika tu. Kwa sababu siku ya kikukuta utaanza kusema kale kama mchungaji kale ni kadogo kadogo, lakini kale waka anasema sasa amenikuta hapa. Na uzuri nakwambia mapema si utaogopa hata kuja kuniambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Tuendelee tena mbele kidogo. Tuendelee mbele kina kidogo. Amen. Viashiria vitakavyo kuonesha kwamba muda si mrefu utakuwa muhanga wa madeni. Viashiria vitakavyo kuonyesha ya kwamba muda si mrefu utakuwa muhanga wa nini? Wa madeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Viashiria vitakavyo kuonyesha muda si mrefu utakuwa muhanga wa madeni. Kiashiria cha kwanza, vipo viashiria vitatu. Hivi vitakuonyesha kwamba muda si mrefu wewe utakuwa ni muhanga, utakuwa ni mtumwa wa madeni, utakuwa ni mtumwa wa marejesho. Kiashiria cha kwanza, kipato chako akikidhi mahitaji yako ya msingi. Narudia tena, kipato chako hakikidhi mahitaji yako ya msingi, zile basic needs ambazo ni nini? Ni kula, kulala na kuvaa. Sawa Ukiona kila siku nakopa, yani ili ule lazima ukope, ujue ni nini? Harufu ya madeni na yani wewe unanukia madeni. Kama kuna perfume madeni, basi hiyo perfume ya madeni hiyo hapo inakuja. Yani wewe ili ule lazima uende kukopa. Kipato chako hakikidhi mahitaji yako ya msingi. Hakikidhi mahitaji yako ya msingi. Na hapa ndipo natakiwa anze kushughulika. Kwamba kisha kwamba angalau kipato chako kinakidhi yale mahitaji ya msingi. Chakula, kulala, mavazi. Angalau. Na tunapozungumza, ukishaona kipato chako kizi mahitaji yako ya msingi, manake hapa ni nini? Ina maana kwamba kama tulivyoangalia kule nyuma, usijilinganishe maisha na watu wengi. Unaona wengine unajua kuna watu wengine wachokozi sana. Akinunua sato, yule sato kama wewe kwenye upangaji labda huko, anaileta hiyo sato, anaikaangia pale wote muone. Tena nasogeza karibu na mlango wako wakati mwingine. Shwa! Harufu ile nzuri na kukuta ndani. Sasa wewe muda huo hata dagaa hauna. Na unasemaje? Kwani ameniona mimi siwezi nikanunua sato eti? Ameniona siwezi kununua sato, unaenda kukopa. Kama ninunue sato. Yeye hapa humkomoa yule jamaa unayemkomoa. Unakaribisha nini? Madeni. Utakuwa ni muhanga wa madeni. Wakati yeye anakaangiza shwa, tamka ndani ya moyo wako ya kwamba muda wangu ukifika nitakaangiza. Tamka tu bila shida. Nilikuwa nawachekesha vijana ambao wako ghetto. Sijajua mabinti kwa sababu sijajua. Mabinti wengi hawako ghetto, hawajapanga, wengi wako nyumbani. Lakini wale vijana wale kina Itobela, kina nani? Aitijamesha huwa tayari. Kinaibu au na wengine. Nilikuwa namwambia hivi, sufuria ukiangalia ukitaka kujua kwamba huyu jamaa maisha ni magumu, angalia sufuria lake. Akinunua dagaa wa 500 1000
anaenda kununua mafuta ya shilingi 100-200. Hii sufuria sitabadilika rangi? Itakuwaje hiyo sufuria hiyo? Nyeusi. Yaani unakuta mpaka dagaa na gandia kwenye sufuria, lakini atalika tu. Wewe usione shida. Kwa sababu gani? Tumeona kule nyuma kwamba ndio maisha ulionayo kwa sasa. Kwa hiyo lazima uyakubali, huku ukiwa unafukuzia ndoto zako, huku ukiwa unaenda mbele, huku ukiwa unasonga mbele. Lazima ukubaliane na mazingira ulionayo kwa sasa. Bwana tusaidie sana. Usije ukaingia kwenye mtego wa adui. Umemuona mwenzako amenunua, amekuja na lita 5 ya mafuta, unasema na mimi na mdambo naenda kununua lita 10 ya mafuta. Utapotea. Muda si mrefu utapotea. Kwa sababu gani? Angalia, kipato chako hakijakidhi kwanza mahitaji yako, afu nenda nakopa. Tunaelewana ndugu zanguni? Angalia, namba 2, mshahara wako hauwezi kumaliza mwezi. Hili kwa wale ambao wameajiriwa. Kwa wale ambao wameajiriwa, mshahara wake. Yaani kuna mtu mmoja nilijisikia vibaya. Aliniambia, I say, yaani mimi nimepokea mshahara leo, ndani ya siku 2 siku 3 sina mshahara. Meisha. Ukiona mshahara wako hauwezi kumaliza mwezi, ni dalili ya nini? Kwani mwezi utaumalizaje sasa? Si kwenye madeni? Ni kwenye madeni. Ngoja nikwambie kitu. Ukienda kwenye ofisi fulani ukakuta hiyo ofisi ni wakopaji watupu, usipokaa vizuri na utakuwa ni mkopaji. Kuna siku moja kuna magari fulani yalikuwa na vyombo vingi ofisini kwetu. Vyombo vingi kweli. Wameshusha pale kwetu haisi tule. Vyombo vimefulu, wakaviweka pale. Hii tunakopesha. Si wanajua mna mshahara? Hii tunakopesha. Watu wakajitungua, wakachukua 500 rice cooker, nataka rice cooker, leta, nataka hii leta, nataka blender ya 200,000, leta inayosaga vizuri. Tena wakati mwingine kuna ndugu mmoja yeye kumuuliza hivi, unasagaga kila siku? Sema ninakaribia miezi 3 hajui sijasaga. Yaani ana miezi, yani alinunua kitu cha 250,000, ana miezi 3 hata hajasaga juice. Si unaelewa hicho kitu? Alafu huyo mtu akiingia kwenye akimaliza mshahara wake ndani ya wiki moja, siwezi nikashangaa. Kwa sababu gani? Vitu vinavyochukua hela yake ni vingi mno, na wanajua hela imetoka, wanaanza kila mmoja hodi nataka hela, unajikuta igawanya. Maisha unamalizaje mwezi sasa? Si unaanza kusumbua watu. Mama fulani ni lazima 10,000, unapewa 10,000 yenyewe siku 3 imeisha. Mama fulani ni lazima 20,000, mwisho wa mwezi nitakupa. Kila mtu naye mwambie ni mwisho wa mwezi nitakupa. Kila mtu mwisho wa mwezi. Wewe mwisho wa mwezi ukifika negative. Umetoa huna kila kitu. Na benki mimi siwezi nia yao ni nzuri tu kwamba wasaidie. Kuna kitu kinaitwa salary advance. Yaani kwamba wewe si una mshahara. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba unaweza ukakopa mshahara wako. Yaani unaweza ukaenda ukakopa mshahara wako tena. Huwezi kuishi namna hiyo. Lazima maisha yatakuwa ni magumu. Huwezi kupata nafasi ya kwenda kusomesha watoto. Wapeleke private, wapelekaje? Kwa sababu vyanzo vyako vinatafunwa, yani vinapelekwa huku. Umenunua hotpot ya 250,000. Na viwango hivyo bado hujafika. Inakuwa ni shida. Si kama nitakuwa nazungumza na mtu mmoja jioni ya leo mahali hapa. Angalia mshahara wako, kama huwezi kumaliza mwezi, lazima uwe na kwamba muda si mrefu utakuwa ni muhanga wa madeni. Muda si mrefu. Namba 3. Unakopa fedha ili ulipe madeni.
Wewe, hii ni dalili ya kuwa mhanga wa madeni. Yaani wewe unakopa fedha ili ulipe deni. Unatoa taasisi hii unapeleka taasisi hii. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe moja kwa moja unakuwa ni mhanga wa madeni. Kwa nini? Kwa sababu hiyo fedha unayokopa unataka kwenye madeni, bado kule umeacha tena shimo lingine. Unatakiwa uje uende ulifikie. Itakuwa ni lini? Itakuwa ni lini? Wangapi ambao tumeelewana jioni ya leo? Funika macho niombe na wewe.